Umewahi kuuziwa mask kama hii alafu kaambiwa inatoa vitundu usoni? Hivi ni kweli tunaweza kutoa vitundu usoni? I don't think so. Ila unachoweza kufanya, unaweza ukapunguza muonekano wa vitundu vikubwa kwenye uso wako. Umewahi kuwa na ngozi kama hii au hii hapa, alafu ukaona mwenzako ana ngozi kama hii, glass skin, alafu kaanza kusema, mbona yule dada hana vitundu vya kwenye ngozi alafu mimi ninavyo? Jamani, nafanyaje kutoa vitundu kwenye ngozi? Well, cha kwanza kabisa, kila mtu ana vitundu vya kwenye ngozi. Atawe hivi, wote tuna vitundu vya kwenye ngozi, na kwenye lugha ya Kiingereza vinaitwa skin pores. Tofauti ni kwamba kuna ambao vitundu vyao vya kwenye ngozi au hizi skin pores zinaonekana kubwa kuliko za watu wengine, na kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea kuwa na vitundu vya kwenye ngozi ambavyo ni vikubwa, especially maeneo ya usoni kama kwenye pua na kwenye mashavu. Na mask kama hii au hii nilopaka haikusaidii chochote kama usipofanya hivi vitu vifuatavyo, na pia usipoelewa kwa nini unapata vitundu vikubwa kwenye ngozi yako. Leo nitaenda kukuelezea kwa nini una vitundu vikubwa vya kwenye ngozi na namna ambavyo unaweza kuviondoa kwa kutumia ingredients mbalimbali na kwa kufanya skincare ambayo ipo sahihi kwa ajili ya ngozi yako. So kuviondoa, kupunguza muonekano wa vitundu vikubwa kwenye ngozi yako. Kuna mask nyingi sana za kutumia uko nje, clay mask, mask nyingi ambazo zinakuwa zina ingredient tofauti tofauti. Leo naenda kukuonesha mask ambayo mimi hapa nimetumia. Hii hapa ambayo nimepaka wapenzi, ni nzuri sana, huwa natumia mara kwa mara, lakini kumbuka mask ambazo tunatengeneza nyumbani hautakiwi kutengeneza kama wewe ngozi yako ni sensitive. Mimi personally sina ngozi ambayo ni sensitive. Ngozi yangu mimi ni normal skin, haiko na sensitivity yoyote, na ndio maana huwa napenda kutumia hizi DIY ingredients kujaribu vitu vipya na kuweza kupata matokeo mazuri. Ila kama wewe ngozi yako unajua ni sensitive skin, hakikisha unafanya patch test kwanza. Nikisema patch test namaanisha unachukua kiasi kidogo cha hii mask, unapaka kwenye ngozi yako ambayo sio ya uso, unasubiri kwa masaa 24, uangalie kama kuna any reaction ambayo imetokea kwenye ngozi yako, halafu ndo upake kwenye uso wako. So let's make this mask. Tutatumia egg white au ule uteute mweupe ambao unapatikana kwenye yai. Unachukua tu egg white au hii uteute mweupe, unakuwa unaupaka kama ambavyo unafanya hapa wapenzi. Unaweka tissue kama ninavyoweka hapa wapenzi, and then unaongeza tena mask, unasubiri kauke kidogo, unaongeza tissue. Hivyo unafanya kwa layers 3 au kwa sehemu kwa mara 3. Yani unaongeza tissue ya kwanza, ya pili na ya 3 ili iweze kukaa muda mrefu na uweze kusubiri ikauke. Halafu ikikauka uweze kuosha kwa maji safi kabisa. Na maski wapenzi unafanya mara 2 kwa wiki. Kama tunavyojua ukifanya kitu mara moja hakiwezi kukuletea results, right? Kwa hiyo unatakiwa ufanye mara nyingi. Unafanya mara 2 kwa wiki au mara 3 kwa wiki kutokana na ambavyo unaweza. Na pia usisahau kama ngozi yako ni ya mafuta sana, uhakikishe unatumia product ambazo zina ingredients inaitwa niacinamide. Niacinamide itasaidia kupunguza production ya sebum katika ngozi yako na utaweza kupata matokeo mazuri zaidi wakati unafanya skincare yako. So kuna sababu kuu 3 wapenzi ambazo zinaweza zikasababisha wewe ukawa na vitundu vikubwa kwenye ngozi yako. Sababu ya kwanza kabisa ni kuwa na mafuta mengi usoni. Na nina uhakika watu wengi wenye ngozi ya mafuta ndo huwa wanalalamika kuwa na muonekano wa vitundu vyao vya ngozi ni mkubwa. So hii kuwa na mafuta inasababishaje wewe kuonekana na vitundu vikubwa vya ngozi wapenzi? Hebu chukulia kama kitundu chako cha ngozi ndo hii sehemu hapa hivi ya shavu langu, okay? Wakati nafanya skincare yangu, wakati napaka products zangu, iko hivi kawaida, okay? Lakini muda unapoendelea kwenda, kunavyokuwa na accumulation of product, yani ninavyokuwa najaza ma product usoni, makeup, ma sunscreen, ma product yoyote ya ngozi, na vijaza usoni vinasababisha ngozi yangu inatengeneza sebum au mafuta ambayo yapo ndani ya ngozi. So yale mafuta ambavyo yanaendelea kujaa, ngoja nijaze hapa tuone. So mafuta yanavyoendelea kujaa, hichi kinaendelea kuonekana kikubwa kwa nje, na ndo hivyo ambavyo inafanya kazi kwenye ngozi yako wapenzi. Mafuta yanavyokuwa mengi kwenye ngozi yanasababisha kile kitundu kinakuwa kinaonekana zaidi
kuliko mtu ambaye ana ngozi ambayo haina mafuta mengi. Na kuwa na mafuta mengi usoni kunasababishwa na vitu vingi sana, ila sana sana ni accumulation of product. Yani wewe unafanya product zako zinakuwa nyingi sana usoni na unafanya ngozi yako iendelee kutengeneza sebum ya kutosha kwa sababu hauna skincare routine inayoeleweka na haujui ingredients nzuri za kufanya ngozi yako ipunguze production of sebum. Kwa hiyo unaendelea kuifanya itengeneze sebum kila siku na hivyo vitundu vyako vya ngozi vinaonekana vikubwa. Na sababu ya pili wapenzi ni ngozi kupoteza elasticity. Yani muda unapoendelea kwenda ngozi zetu huwa zinapoteza ile hali ya kushikana pamoja. Kwa hiyo pale ambapo elasticity inapungua, ngozi inaanza kushuka, mtu anaanza kuwa na makunyanzi, na ndio maana wazee wengi sana ambao wameshafikisha umri huo wa kupoteza elasticity, ngozi zao zinakuwa zina vitundu ambavyo vinaonekana kwa sababu ngozi inashuka, so vitundu vinakuwa viko visible zaidi. Na sababu ya tatu wapenzi ni genetics au kurithi. Huwezi kuzuia kuzaliwa kwenye familia ambayo labda mama yako ana vitundu vikubwa vya ngozi, baba yako au ndugu yako, kaka yako, uncle wako. Kwa hiyo ukizaliwa kwenye familia ambayo ina hizo genetics, ni sawa wewe kuwa na vitundu vikubwa kwenye ngozi. So kwa wewe ambao unahitaji kupunguza muonekano wa vitundu vikubwa kwenye ngozi yako, cha kwanza kabisa hakikisha unaosha uso wako mara 2 kwa siku. Okay? Sio unakaa unaosha uso asubuhi ndio imetoka hiyo mpaka kesho asubuhi tena, alafu unategemea eti vitundu vyako vya ngozi viwe vidogo. Hapana. Kama tulivyosema, vitundu vya ngozi ni accumulation of product, accumulation ya sebum, accumulation ya uchafu kwenye ngozi inafanya vitundu vinaonekana vikubwa. Kwa hiyo ili uondoe hiyo accumulation ya uchafu, unatakiwa uwe unaosha uso wako mara 2 kwa siku. Na kama wewe ni mtu mwenye ngozi ya mafuta sana, hakikisha kwenye ingredients zako za skincare kuna kitu au kuna ingredient inaitwa niacinamide. Hii ingredient itakuwa inasaidia kupunguza production ya sebum katika ngozi yako, hivyo kufanya ngozi yako isiwe na mafuta mengi sana na hivyo kufanya vitundu vyako vya ngozi kuweza kupungua. Na kingine, uwe unatumia mask tofauti kwa ajili ya kuweza kupunguza muonekano wa mafuta mengi katika ngozi yako na kufanya ngozi yako iweze kukaza. Na ukubwa wa vitundu vya kwenye ngozi wapenzi au large pores haimaanishi kwamba ngozi yako iko na tatizo. Haimaanishi kwamba ngozi yako iko na shida yoyote. Shida itakayokuja ni kwenye muonekano, okay? Aesthetically, labda wewe ukiwa unajiangalia unasema mimi vitundu vya ngozi sivipendi, lakini sio mambo ya health au mambo ya afya au mambo yoyote ya ngozi, hiyo haina shida yoyote. Kwa hiyo kama unahitaji kupunguza muonekano wa hivi vitundu vya kwenye ngozi, ufanye haya mambo ambayo nimeelekeza wapenzi. Lakini kwa ngozi ya kawaida na ngozi ambayo haina shida yoyote, kuwa na vitundu vya ngozi ni kitu cha kawaida na watu wengi sana wanavyo, lakini unaweza kuanza sasa kubadilisha muonekano wako kama unahitaji kupunguza vitundu hivi kwenye ngozi yako.